Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu sana. Moja ya taarifa ambayo imetufikia hivi punde ni taarifa kumhusu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo ameweza kuzungumza kwa mara ya kwanza kabisa tangu Israel iweze kupigwa vibaya na Irani katika mashambulizi ambayo yamesababisha maafa makubwa katika nchi ya Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba wananchi wa Israel tuko kwenye mapambano ya hatari kwa ajili ya uwepo wetu. Kutakuwa na siku ngumu, lakini pia zitakuja siku kubwa sana. Ninathamini kwamba licha ya milio ya tahadhari, mnaendelea kujaribu kuishi maisha ya kawaida. Hilo ni sawa, lakini ni muhimu pia kufuata maelekezo ya kamandi ya nyuma, idara ya ulinzi wa raia. Nyuma yangu hapa kuna hifadhi ya umma. Nikitembea barabarani na kusikia mlio wa tahadhari, ninakimbia kuingia ndani. Tunajua kwamba mkikimbilia eneo salama lililo karibu nanyi, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hamtaumia. Jana tulipoteza watu watatu wa thamani sana ambao hawakufanikiwa kufika eneo salama kwa wakati. Karibu nao kulikuwa na watu waliokuwa kwenye nyumba iliyoathiriwa moja kwa moja na kombora, lakini kwa sababu walikuwa kwenye eneo salama hawakufa. Ndio maana imeandikwa kwenye maandiko yetu matakatifu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, jilindeni sana kwa ajili ya maisha yenu. Hata hivyo, lindeni nafsi zenu, lindeni miili yenu, lindeni maisha yenu, fuateni maagizo ya kamandi ya raia. Mwisho wa kunukuu. Huu ni ujumbe ambao Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweza kuzungumza kwenda moja kwa moja kwa wananchi wake wa Irani kufuatia shambulizi ambalo lilifanyika usiku wa Ijumaa, ambapo watu watatu wameripotiwa kufariki dunia, lakini na majeruhi zaidi ya 150. Netanyahu amezungumza kwa mara ya kwanza kabisa ujumbe huu kufuatia kile ambacho kiliitwa kama Netanyahu alikuwa amesepa nchini hapo na ameelekea nchi nyingine. Sasa ni kama vile ameamua kuwaonyesha watu kwamba yuko Israel, na maneno ambayo yamekuwa kizungumzwa basi ni maneno ambayo ni ya kichochezi. Netanyahu amezungumza ujumbe muhimu kwenda kwa raia, akiwasihi kwamba kufuata utaratibu ambao unatolewa na kamandi ya ulinzi wa raia ya Israel, lakini vile vile amewataka wananchi wa Israel wapate kuishi kwa amani, kwani serikali yake inajitahidi kuweza kufanya kila jitihada za kuwaweka salama. Ametahadharisha pia kwamba kwa kipindi hiki ni bora zaidi kukimbilia maeneo yaliyo salama ili kuepukana na mashambulizi ya nchi ya Iran, ambapo usiku wa leo inasadikika kwamba huenda Iran wakafanya mashambulizi katika nchi ya Israel kwa mara nyingine tena. Mtazamaji wa Zone Media, basi ungana nasi kila siku uweze kufahamu taarifa ambazo zinatokea kuhusiana na mzozo huu wa Mashariki ya Kati kati ya Israel pamoja na Iran. Jina langu ni Victor Moshi.